ambapo uliweza kuelezea juu ya ujenzi wa chuo cha utalii, kuweza kuweka mwanasheria na mengine kadha wa kadha. Karibu uweze kuendelea pale ulipoishia. Asante sana. Kwanza nishukuru kwa mara nyingine tena kupata fursa hii na iita adimu kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na tunamshukuru Mungu kwamba tumeamka tuko salama. Sasa leo mimi nilikuwa nataka tu nizungumze jambo moja la muhimu sana kabla sijazungumza vipaumbele vyangu ambavyo vimebaki, maana nitakuwa na vipaumbele leo viwili tu kwa haraka. Jambo la muhimu na la msingi ambalo nilitaka nilizungumze asubuhi ya leo mtangazaji, kwamba nataka nizungumze kwamba kumekuwa na mazoea ya siasa za aina fulani katika nchi hii, na hiyo imekuwa adapted hata kwenye maeneo yetu, hasa kwenye majimbo, maeneo mbalimbali. Lakini nataka tu pia niseme jambo moja kwamba siasa inatakiwa iende na wakati. Na siasa ni mahitaji. Siasa ni ushawishi. Siasa ni influence. Ni ushawishi kwamba nafanya influence ili yule mtu anielewe na kunifuata. Na siasa tusiichukulie kama ambavyo imekuwa ikizungumzwa na baadhi ya watu kwamba siasa ni mchezo mchafu. Tunaposema siasa ni mchezo mchafu, tafsiri yake ni kwamba tumekuwa tukiharibu maana ya siasa. Tunaposema siasa ni mchezo mchafu, tumekuwa tukiwaingiza wanasiasa kufikiri kwamba siasa ni mchezo mchafu. Kwa hiyo wanachukulia lile neno kana kwamba siasa haihusiani na maisha ya mwanadamu. Lakini jambo kubwa ambalo nataka nilizungumze kwa sasa, nitamnukuu mwandishi mmoja mahiri sana. Mwandishi huyu anaitwa Joseph Mihagwa. Ni mchambuzi wa makala. Sasa mwandishi huyu yeye aliwahi kuandika sehemu moja akasema kwamba siasa inapotawala tija hutoweka. Na siasa kishatawala, tija ikitoweka, utawala wa nje au utawala wa eneo fulani huenda mrama. Na maanisha nini? Kwamba kumekuwa na shutuma mbalimbali. Pengine dhidi yangu au pengine na siasa wa aina yangu, kwamba pengine unapokuwa unazungumza jambo fulani ukamkosoa mtu fulani, hatumkosoi yule na maisha yake binafsi. Tunakosoa taasisi, tunamchukua yule mtu kama ni taasisi. Kwamba unaonekana labda unatumika, labda umenunuliwa, labda unahongwa fedha kwa ajili ya kumchafua. Si kweli. Niwahakikishie tu wasikilizaji na watazamaji na hasa wapenzi wa chama chetu kwamba hakuna njama yoyote wala hakuna lengo lolote baya dhidi ya labda mchungaji Msigwa maana ambaye ndio nilikuwa nikizungumza mara kwa mara. Na wala sio kwamba eti wanasema kwa nini unamtaja na utaji vipaumbele vyake. Siwezi kuja studio hapa ukaniuliza swali linalohusiana na ubunge, na ubunge ulikuwa na mchungaji Msigwa, nikashindwa kuainisha baadhi ya vitu ambavyo pengine havijafanyika. Sasa namaanisha nini? Yaani ni vigumu kuweza kumhubiri Mungu pasipo kumtaja shetani. Inakuwa ni vigumu na tutakuwa ni wanafiki. Sasa jana tulishia baadhi ya ahadi chache ambazo tulizizungumza jana, tukazungumza mambo ambayo hayajatekelezwa. Sasa kwa mfano tunazungumza swala la mikopo ya vijana na akina mama kwa upana zaidi. Kwamba tutapokuwa kama tulivyokuwa tumeunda halmashauri, kama tulivyokuwa tuna madiwani na hatimaye tukachukua halmashauri na mbunge pia ubunge wa kutosha, kwamba tunahitaji kwenda kusukuma zaidi ili vijana waweze kupata mikopo kwa wakati kama nilivyozungumza jana. Mikopo inatolewa kwa vipi? Tulisema mikopo inatolewa kwa vikundi. Ndio. Lakini miaka yote tunasema mikopo inatolewa kwa vikundi. Tunatakiwa tuje sasa na mkakati kwamba ni namna gani sasa tutumie wataalamu wetu kama ninavyozungumza kila siku. Tutumie wataalamu wetu wabuni njia mpya. Tusiendelee kutumia njia ile ile ambayo imekuwa ikitumika ya kusema vikundi si nini, ambayo imekuwa haiwafikii sana wale. Nilikuwa naongea na wananchi kadhaa jana baada ya kutoka kwenye kipindi nilikutana nao. Waliweza kunifafanulia vizuri juu ya mikopo inavyotolewa. Ni jambo ambalo linasikitisha kwamba kumekuwa na maneno mengi tu kwamba kuna mikopo. Sasa haya mambo unapokuwa mbunge ni lazima ukatekeleze na ufuatilie.
Sasa huwezi kufuatilia wewe. Ndio maana tukasema tunakwenda kushusha ule ubunge urudi kwenye ngazi ya chini kabisa, kwamba tuwe na wataalamu pale ofisini ambao wanafuatilia kila kitu, wataalamu ambao wanakwenda kufuatilia ahadi ambazo mbunge umeahidi, ahadi ambazo umetoa maeneo mbalimbali, ili tuweze kwenda sambamba. Kwa mfano, natolea mfano. Mwaka 2014 kuelekea 15 wakati na huo mkutano na mimi nilikuwepo pia. Tunazungumza mbunge aliyepita. Na tuzungumze kwamba ukizungumza eti labda kwamba ukizungumza mapungufu ambayo hajafanya eti ndio hawezi kushinda. Hapana. Hapana. Sio kwamba eti kwa sababu nikizungumza vitu ambavyo hajafanya hawezi. Tunataka aje sasa na mkakati mpya. Kwa sababu hata kificha, mbona wananchi wanajua kwamba aliahidi. Sasa tunataka tuonyeshe jamii kwamba kumbe chama kinafuatilia. Kumbe chama kile kiko makini. Chama kile kina watu wanafuatilia haya mambo na kweli anaweza kwenda kutekelezeka. Kwamba aliahidi kwamba angetoa bodaboda. Pale Olofera. Kwamba aliita umoja wa bodaboda bajaji, kwamba angetoa bodaboda kwenye kile kikundi, kwamba vijana waunde kikundi ili yeye aweze kufadhili bodaboda na bajaji 10 kama sikosei. Sasa nalo hili si alijatekelezwa. Sasa madhara yake ni nini kwa wale ambao wanafuatilia? Madhara yake ni nini kwenye chama? Unapokuwa na mtu ambaye anaongea vitu ambavyo hatekelezi, wewe utamfurahia kwa leo, lakini madhara yake kwa chama kwa baadaye ni makubwa zaidi kuliko unavyofikiri kwa sasa. Kwa mfano, tuliahidi vijana utawapa bodaboda. Haujatoa bodaboda. Tafsiri yake ni nini? Wale vijana wanavunjika moyo. Wale vijana ambao huwa wanatusupport, wanarudi nyuma kwamba bwana alituahidi bodaboda na hajatupatia. Sasa hili nalo utasema ulifiche, lakini madhara yake kwa chama ni makubwa sana. Kwa maana ipi? Hata katiba yetu ya chama ibara 7 inazungumza unapokuwa mbunge ni lazima uhakikishe kwamba unalinda heshima ya chama. Sasa unapokuwa umeahidi vitu vikubwa ambavyo vinagusa jamii, alafu usipotekeleza, alafu hakuna mrejesho, tafsiri yake unaua spirit. Hizi bodaboda ambazo walipata kuweza kuahidi, nyie kama wanachama na kama viongozi ndani ya chama, mlipata fursa ya kuweza kumkumbusha kwamba bwana, muda unakwenda, bodaboda mbona hazikabidhiwi? Chama kina utaratibu. Chama kinaendeshwa kwa kanuni na taratibu. Lakini naomba tu tulizungumze kwa wazi. Kama ambavyo imekuwa ikitokea. Na hisi tutakwenda kulirekebisha, na tunataka lirekebishwe. Kila ambapo watu wanakuwa na hoji juu ya utekelezaji wa mambo kadhaa wa kadhaa, au ya chama au ya serikali juu ya mbunge huyu, yule anayehoja anakuwa suspected kwamba labda huyu anatumika. Kila unachokihoji unaitwa unatumika. Sasa kwa sababu mimi nimepata fursa adimu ya kugombea ubunge, ni jukwaa zuri la kuweza kulizungumza hili. Kwamba tunashindwa kuhoji kwa sababu kila unapohoji unaambiwa unafanya nini? Unatumika au umenunuliwa. Kwa nikipata fursa hii ndio nalizungumza kwamba sasa endapo mimi napata fursa hii, sasa tuachane na yeye sasa. Endapo hii mimi nitapata fursa. Na jana nilikuwa na kikao na baadhi ya wajumbe ambao walikuja kutaka kuzungumza na mimi kirefu sana jana. Nimekuwa na kikao nao kirefu tu. Nimeweza kupata uungwaji mkono mzuri tu. Na naamini nitakwenda kushinda kwa mpaka tathmini ya jana ya timu yangu ya kampeni, ninakwenda kushinda kwa asilimia ngapi? Na nipo mpaka jana nilikuwa kwenye 65. Lakini najua nitakwenda kutafuta nishinde kwa kura nyingi. Ili na nimeshamuomba hata yeye kwa kupitia ujumbe mfupi kwamba na kushinda, lakini sasa naomba kamati kuu asikubebe. Kwa sababu hii na kushinda kwa maslahi ya Wanairinga. Kwa sababu unakwenda kuhuisha vile vipaumbele ambavyo wewe umeshindwa kutekeleza. Kwa hiyo niliwaomba wale watu ambao walikuja kuongea na mimi, hasa vijana. Walisema, brother, ni kweli tuliahidiwa hivi vitu havijatekelezwa. Wewe utavitekeleza vipi? Nikasema tukishashinda jimbo tutalichukua. Tukishashinda tutakaa pamoja tuone tunatekeleza jambo hili kwa mkakati wa aina gani, ili tuweze hatimaye kuleta tutekeleze jambo ambalo liliahidiwa na likutekelezwa. Kwani bado mahitaji yao vijana ni bodaboda hizo? Kwa kweli ambao waliahidiwa bado hawajafikiwa na hilo wazo. Na unajua mtu anaishi kwa ndoto. Kwamba yeye anahisi
bado kile kitu hajatimiza. Kwa mfano mimi hapa nilipo na ndoto zangu. Na ndoto ya kuwa mbunge. Kwa hata unipe nini bado narudi kwenye ndoto yangu ya kuwa mbunge. Lakini hata unifanyaje bado nataka nilitekeleze lile jambo. Umesema tayari kwamba una 60% na ya ushindi tayari, kwamba ushajihakikishia ndoto ishaanza kwenda kuwa ndoto ya kweli. Kwa hivi ushaanza kujiweka sawa, mguu sawa kwa maana ya ubunge. Kwanza niseme nina mpaka sasa, mpaka jana timu yangu ya kampeni inaenda vizuri na tunaratibu zoezi zile vizuri kisayansi, na bahati nzuri labda mtangazaji nikwambie tu ule ukweli. Mchakato ndani ya chama sisi unaanza mwezi mmoja tangazo, lakini mtu unayejitambua kwamba unakwenda kushiriki uchaguzi ni lazima ujiandae mapema. Kwa hiyo mimi ilipofika tu miezi ya 4 ile, kwa sababu nilijua sasa ni miezi mitatu hapa inahusiwa mchakato, nilikuwa nafanya utafiti, nafanya uchambuzi, nafanya mambo mbalimbali, naangalia vyanzo. Kwa hiyo nimeanza, sijaanza leo, nimejipanga muda mrefu. Na ndio maana ninavyosema nakwenda kushinda, na unaona naongea haya mambo kwamba nimeyachambua, nimeangalia kero, nimeangalia mambo mbalimbali ambayo hayatekelezwa. Naongea kwamba mambo sio kwamba nimeyatengeneza leo jana au nakurupuka au natumika, hapana. Niyafanyia uchambuzi kwamba ni wapi tunafeli, ni wapi tunakwama na nini kifanyike kwenda mbele. Lakini kwamba kumekuwa na maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii, watu wana comment kwenye Matukio Daima na maeneo mengine kwamba Bwana Aidan wewe umekuwa ukitumika na Chama cha Mapinduzi kumbomoa Msigwa. Hili lina ukweli gani? Mimi ni watoe wasiwasi. Watoe wasiwasi. Sijawahi kuwa kwanza Chama cha Mapinduzi. Na sijawahi kuwa na rafiki hata mmoja wa Chama cha Mapinduzi. Na sijawahi kupigiana simu na mtu yote wa Chama cha Mapinduzi wala kuwasiliana kwa namna yote ile. Na naonekana anatumika kwa dhana tu kwamba kwa sababu namzungumza mtu ambaye wanahisi ni icon ya chama. Sasa mimi nataka niseme jambo moja juu ya hili kwamba mimi niwasaidie jambo moja na ambalo litaacha alama. Kumekuwa na shida hasa hapa Iringa. Watu wanahisi Msigwa ndo Chadema na Chadema ndo Msigwa. Jambo ambalo ni hatari sana. Mkitengeneza chama cha muundo wa aina hii, mkashindwa kutengeneza vijana wengine wanaoichipukia, wale vijana ambao ni waadilifu, wanaongea ukweli. Kwa sababu mimi ninapozungumza hivi, Msigwa kwenye chama mimi amenikuta. Mimi niko toka 2005. Msigwa alikuwa TLP. Msigwa ameingia nafikiri miaka ya 2016-17 baada ya kushindwa ubunge TLP. Lakini mimi nimekuwa toka 2005. Kwa hivyo sijawahi kugombea cheo chochote, tulikuwa na support. Sasa mimi nakijua chama kuliko Msigwa na kuliko wote ambao naona wanaongea hata kwenye mitandao nikiwaangalia. Nilikuwa naangalia jana. Hakuna ambaye anakijua chama. Ni wakuja. Lakini tunasema kwenye chama tuna haki sawa. Si wabezi kwamba ni kwamba hawana maana kwenye chama pana. Nasema nakijua chama. Nacho kizungumza na maanisha kwamba kama wanajenga dhana ya kufikiri Msigwa ndo Chadema na Chadema ndo Msigwa katika mkoa huu na pengine katika jimbo hili, wanakosea na kwenda kukiua chama. Laiti kama kiunga juhudi mkono kama wanavyounga, ni nani mwingine atakwenda kubeba jahazi la chama chao? Kwamba vijana nao wajisikie, walizike na wasikie fahari kuwepo katika eneo lao la Iringa mjini na wakapata faida. Nilikuwa najaribu hapa umezungumzia namba unayopigia haipatikani. Tulikuwa tunataka kujaribu kucheki baadhi ya watu, lakini akiwa mwenyewe nakuta lakini kwamba simu yake kwamba haipatikani. Kwamba sasa Bwana Aidan, kwamba tumeshuhudia kwamba mwenendo wa uchaguzi ndani ya chama chenu Chadema kura za maoni umechelewa sana. Ndio. Na mwanzoni kwa anasema kwamba anayechelewesha mchakato huu ni mchungaji Peter Msigwa ambaye alikuwa amegombea nafasi ya urais. Ndio. Lakini unaona kwamba vyombo vya habari vya leo vinaripoti kwamba ni miongoni mwa watu ambao hawajarejesha fomu. Ndio. Sasa hii labda wewe unalizungumziaje hili? Uchaguzi umechelewa, lakini yule ambaye mlikuwa mnategemea kwamba anachelewesha kwa ajili ya taifa nako hakuwepo. Ndo haya mambo ambayo mimi nimekuwa nikiyazungumza na kuyapigia kelele kwamba kama taasisi yote kimsingi ni mali ya wananchi. Taasisi yote ni mali ya wananchi. Kwamba chama ni mali ya wananchi. Nimekuwa nikizungumza kwamba kanuni na taratibu, katiba ya chama, kanuni za uchaguzi ndani ya chama
zinakataza mtu mmoja kuchukua fomu mbili za aina moja. Na nashukuru amelisikia, kaiacha, kakimbia mara moja karudi. Kwa sababu alijipima kaona kweli niko wrong. Na nafahamu. Sasa hebu turudi, twende mbele na kurudi nyuma. Ni hasara ngapi tumezipata kwa mtu huyu anayesema anagombea urais, akachelewesha mchakato wa chama? Sio jambo dogo. Unapochelewesha kula maoni sio jambo dogo, linaambatana na gharama. Mimi ninapokuja kugombea, bwana mtangazaji, siji mimi kama mimi, sika niona nakuja mimi kama nikafikiri ndio mimi. Mimi na timu ya kampeni ambayo inaratibu ya mambo. Timu zile tunaenda kwa vipindi kwamba uchaguzi unaenda ndani ya wiki mbili. Leo tunaenda karibu mwezi mzima. Mimi natakiwa nigaramie zile watu wangu ambao ninao. Kwa sababu huwezi kuendesha kampeni bila watu. Huwezi kutafuta kula peke yako. Haiwezekani. Sasa hebu angalia mtu ambaye tuliamini anagombea urais, tena fomu hajarudisha. Unawezaje kumwamini mtu ambaye hajarudisha fomu ya urais? Ubunge mnaamini atarejesha hiyo fomu? Tayari kuna kuwa na vitu ambavyo na mimi vianza kumtia hofu. Mimi niwaombe wanachadema, hebu tuanze kujifunza aina ya siasa za huyu mtu. Kwamba yeye anatangaza huko kwamba anachukua fomu ya urais. Leo anaambiwa hajarudisha fomu ya urais. Ni nini hapo wewe unajifunza? Ni nini hapo wewe unajifunza? Kwamba huyu mtu sasa hata fomu ya bunge wenda sirudishi. Sasa labda kwa tafsiri hiyo kwamba wewe wanasema kuweza kusema ahadi ambazo labda aliahidi kwamba umetumwa, na yeye kuchukua fomu afu kuturudisha, na tafsiri nini? Ndio narudi pale kwamba chama kianza kuangalia taratibu na kanuni. Lakini pia mchakato huu wa uchaguzi ambao unaendelea ndani ya chama chetu, hasa kwa Iringa mjini, ambao umechelewa kwa ajili ya yeye kwamba alikuwa anashiriki mbio za urais, mimi naona haujaenda sawa. Na nilikuwa nazungumza jana sehemu moja kwenye vyombo vingine vya habari jana, baada ya kutoka hapa Matukio Daima, studio yetu pendwa kabisa, kwamba endapo nafikiri leo mimi nilikuwa nasubiri kujibiwa barua yangu nilimwandikia katibu mkuu kwamba huu mchakato ukoje, uchaguzi unafanyika lini. Mimi kama itaendelea uchaguzi wa aina hii, sioni hata sababu ya kushiriki, kwa sababu sioni hata mantiki ya kushiriki. Kwa sababu huwezi kushiriki kitu ambacho kielewi, ni tarehe ngapi, mpaka sasa hivi sijui. Na mimi na majukumu yangu, nimesimamisha majukumu yangu. Kwa hiyo ubungu sababisha tuache na majukumu mengine. Kwa hiyo kama kuna mtu kama wao wamemwandaa, kwa mfano kama mmemwandaa Msingo unataka wewe mbunge, si unasema tu kwamba jimbo la Iringa mjini kama mlivyotoa amri toka juu kwamba hilo eneo uchaguzi utafanyika mpaka arudi. Unaweza kutoa tu maelekezo kwamba hilo eneo asigombee mtu mwingine, agombee huyo Msingo. Nao ni jambo jema tu. Hilo umeongea pia. Ngoja tumcheki katibu wa Chadema tuambie labda uchaguzi unafanyika lini katika jimbo la Iringa mjini, mchakato ukoje, na hali kadhalika kwamba kuweza kujua mwenendo mzima wa maandalizi ya kura za maoni umeishia wapi. Ndio tuweze kumcheki bwana Mfalingundi ambaye ni katibu wa chama mkoa. Bwana Mfalingundi yeye ni katibu wa chama mkoa wilaya, aweze kutuambia kwamba uchaguzi Iringa mjini unakwenda kufanyika lini. Mfalingundi, habari za asubuhi? Safi, habari yako? Salama kabisa bwana Mfalingundi, kwamba unazungumza na Francis Godwin. Hapa ni Matukio Daima na tupo na mmoja kati ya watiania wa nafasi ya ubunge ama wagombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Iringa mjini. Ndio. Na kubwa kwamba tumekupigia kutaka kuweza kufahamu kwamba uchaguzi ama kula za maoni ndani ya chama jimbo la Iringa mjini unafanyika lini, kwa sababu tunaona kwamba katika maeneo mengine mengi mchakato umekwisha fanyika. Kwa nini Iringa mjini? Okay, nashukuru kwanza kwa kunipigia simu. Mchakato wa uchaguzi wa Iringa mjini kula za maoni unatarajiwa kufanyika wiki hii. Lakini kwanza kama chama tuna mipango ambayo tulikuwa tumeiandaa. Tunatarajia labda Jumatano ya kesho kutwa tutakuwa na mdahalo wa wagombea ubunge wote wa Chadema kuelekea kura ya maoni. Kwa hiyo swala la siku gani, tarehe ngapi tutalitoa siku ya Jumatano, angalau watu wote wafahamu. Mpaka sasa hivi hakuna mgombea yote kati ya hawa wanne tulionao ambaye anafahamu siku wala saa ya kura za maoni, kwa sababu ilizuiliwa kutokana na mchakato wa urais ambao ulikuwa unaendelea. Mgombea wetu ubunge wa jimbo la Iringa mjini, mmoja wao bwana Peter Simon Msigwa alikuwa ametiania kugombea nafasi ya urais.
Sasa hilo likatufanya jimbo letu la Iringa mjini pamoja na majimbo mengine ambayo wagombea urais walikuwa wametiania kusitisha zoezi. Kwa hiyo tarehe hasa ya kura za maoni kwa ubunge mara zote kikanuni, kikatiba inapangwa na katibu mkuu wa chama makao makuu. Kwa hiyo tunatarajia weekend hii tutapata taarifa, huenda ikawa Alhamis au Jumapili tutafanya hilo zoezi. Na zoezi liko pale pale, lazima lifanyike. Na ndani ya chama bwana Mfalingundi, kwamba kuna utaratibu gani labda kwa mgombea wa nafasi ya udiwani ama ubunge ambaye anachukua fomu ama anatangaza kuchukua fomu ya kugombea nafasi hiyo alafu hagombei, na chama kinamtegemea kwamba hapa mgombea wetu ni mgombea A, pale ni mgombea B, alafu mwisho wa siku kwamba chama kimeweka mategemeo makubwa, dakika za mwisho anasema hagombei. Nyie wa matafsiri nini kwa mtu wa namna hiyo? Unajua kugombea nafasi yote kwanza ni nia. Kwamba una nia ya kugombea, lakini kadiri siku zinavyokwenda unaweza ukajipima, ukajiona kabisa kwamba hapa bwana nilikuwa na nia, lakini nimetazama wenzangu ambao nagombea nao sina uwezo wa kushindana nao, au labda kuna jambo jingine ambalo limeondoa nia yako, ikiwemo ushauri wa wazee, ushauri wa marafiki. Lakini pia wewe mwenyewe unaweza ukajipima ukaona hapa hapana, niliweka nia lakini kwa sasa hapana, nijiondoe katika kinyang'anyiro hiki kwa sababu nataka nimuunge mkono fulani. Niseme Mr. Msigwa naye alikuwa ametia nia ya kugombea urais, lakini kwa ushauri aliyopata kutoka kwa watu wake wa jirani ikiwemo wazee, kwa maelezo ambayo ameripoti kwangu, ameamua kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Kwa hiyo amerudi katika kinyang'anyiro cha ubunge. Tarehe na siku ya kupiga kura ya maoni kichama, kikanuni ya chama chetu inapangwa na chama ngazi ya kanda, anayethibitisha hili na kutoa katibu mkuu wa chama taifa. Sio jimbo wala sio wilaya ambayo inapanga tarehe. Na hii inaleta tafsiri gani bwana Himidi Mfalingundi, kwamba yule ambaye anasema anagombea kupitia Chadema kwa ngazi za chini kwa maana ya udiwani na ubunge, mwisho wa siku asirejeshe fomu, kwamba kumekuwa na kauli kwamba huyo amenunuliwa kwa ngazi ya ubunge na udiwani, labda kwa ngazi ya urais, ili kwamba mnamuingiza katika kundi gani? Hapana, swala kama nilivyosema mwanzo, unajua kutaka kugombea ni nia. Unaweza kuwa umetia nia, amechukua fomu ya udiwani, na wengi wamechukua fomu za udiwani kama 11 hivi hawajarudisha fomu. Lakini kimsingi wamejieleza kwamba wao wameona hawatoshi, wao wameona watakosa muda, wao wameamua kumuunga mkono fulani. Hiyo inakubalika, wala haina swala kusema amenunuliwa au namna nyingine yoyote. Ni mitazamo tu. Na sasa Mfalingundi, kwamba umezungumzia mchakato wa kuweza kutangaza tarehe ya uchaguzi, kwamba unaenda kanda ndio inatoa taarifa makao makuu kwamba labda uchaguzi unafanyika lini, kwamba labda awali nyie mlipanga kufanya uchaguzi lini, kwamba ratiba yenu ilikuwaje kabla Msigwa hajatangaza nia kuweza kugombea urais? Kiratiba ilikuwa wakati wa kuchukua na kurudisha fomu za ugombea ilikuwa ndani ya siku 7 mbele kura za maoni zifanyike. Hili jimbo letu liliwekwa pending pamoja na majimbo mengine Tanzania ambao wagombea wake walikuwa wametia nia urais, ikiwemo jimbo la Mheshimiwa Nyarandu, nafikiri hata jimbo la Mheshimiwa Mwenyekiti Freeman Mbowe naye jimbo lake liliwekwa pending kwa ajili ya kusubiri mchakato wa kura za maoni ngazi ya rais. Kura za maoni za ngazi ya rais zitafanyika mwishoni mwa mwezi huu. Tarehe 28, 29 kule Dar es Salaam. Baada ya hilo ndio ingetajwa tarehe ya kura za maoni katika yale majimbo ambayo waliotia nia urais wamekosa nafasi, wanarudi kwenye majimbo. Ingetangazwa siku. Lakini sisi kesi yetu kwa Iringa ina tofauti kidogo. Mgombea wetu alitarajiwa kugombea urais, yeye amejitoa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Kwa hiyo kabla ya uchaguzi mkuu wa kura za maoni taifa, tutafanya sisi kura za maoni hapa katikati. Na nawatii wagombea wote wa chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo wawe na uvumilivu. Kura itapigwa kwa halali, kila mtu atatendewa haki na mshindi ataonekana. Haya ni maoni kwa ngazi ya jimbo. Itakwenda maoni haya, yatakwenda ngazi ya kanda, yatakwenda ngazi ya kamati kuu, then tutaletewa jina la aliyeteuliwa. Lakini kama chama, kama jimbo, hakuna mtu ambaye kimemwandaa kwamba huyu lazima ashinde. Haipo, watu wote wana haki sawa. Na tena kuna mmoja wa watiania ambaye alichelewa kurudisha fomu. Nilimfuatilia sana awali kurudisha fomu, lakini alishindwa kutokana na majukumu yake. Yeye ni daktari. Alishindwa kurudisha fomu, akasema na mimi nimeamua kujitoa, ila nitashiriki mchakato kuona inakwendaje, nijifunze ajili ya safari zijazo huko mbele. Kwa hiyo hali iko hivyo. Hakuna mtu ambaye anatarajiwa kuonewa, hakuna mtu ambaye anapendelewa. Mchakato ni wa demokrasia na ni shirikishi kwa namna zote.
Bwana Himidi Mfalingundi, kwamba tunakwenda katika duru la pili la Msigwa kuweza kurudi madarakani, ama mtu yoyote kati ya hawa ambao amechukua fomu na kurejesha kuweza kuwa wabunge wa jimbo la Iringa mjini. Nitaka kuweza kufahamu nyie kama chama na utaratibu gani wa kuweza labda kufuatilia ahadi za yule mbunge aliyekuwa madarakani, kwamba ametekeleza vipi kabla ya kuweza kuchukua tena fomu awamu ya pili. Okay. Ile fomu kwanza kugombea ni mchakato pia mpaka kuja kuteuliwa. Fomu yetu sisi ya kuomba nafasi ya kugombea ubunge ina maswali na vipengele vya kujibu kama mgombea mule ndani. Lakini pia aliyekuwa mbunge anawajibika katika chama. Tunafanya haya kwa kupitia vikao. Anatoa taarifa za kikazi, anatoa taarifa za majukumu yake kwetu, na hizo taarifa sisi tunazo za mbunge wetu aliyemaliza muda wake. Ahadi zote kugombea hazina uhusiano. Maana kama ingekuwa na uhusiano wa alichokifanya, hawa wagombea wengine sio wangewasilisha nini wanachokifanya kuhusiana na nafasi hiyo. Kwa hiyo alichokifanya kipindi chake kimekoma pale ubunge ulipokwisha. Taarifa zile tunazo sisi. Hatua inayofuata nyingine ni wakati mpya wa kugombea, kipindi kipya na kugombea, anaingia sio fresh. Kama kuna masuala yanayohusiana na alichokifanya kipindi kilichopita, yatajitokeza katika mkutano wa kura za maoni. Watu watamuuliza, atajibu. Joto linapanda sana. Watu wanajiuliza maswali sana, itakuwaje. Kama nilivyosema mwanzo, na wahakikishia mchakato ni wa haki na ni wa wazi sana. Hakuna atakayetembelewa, hakuna ambaye atabebwa. Hata mchungaji Msigwa mwenyewe pia amekuwa akiomba sana kupitiza hili swala tu lifanyike kwa haraka baada ya kujitoa katika nafasi ya kinyang'anyiro cha urais, akikumbushia jamani, hebu waulizeni kanda, waulizeni taifa, tunafanya hivi. Kwa hiyo Jumatano ya kesho kutwa tunatarajia tutapata jibu la siku hasa ya kura ya maoni jimbo la Iringa mjini. Lakini Jumatano hiyo tumeandaa mdahalo wa wagombea wetu hawa wa ubunge wa viti maalum na jimbo, kuwa na mdahalo wa wazi wa wanachama. Wale yataulizwa maswali na watajibu kabla kuelekea kura ya maoni. Na hawa wagombea wamekwisha julishwa kuhusiana na huo mdahalo ili waweze kujiandaa. Leo ni siku ya kazi ambayo ilikuwa lazima tuwajulishe, tuwaite na kujulisha. Baadhi yao tayari wameshapata idea ya hiyo jambo kuanzia jana, lakini leo kuanzia siku ya Jumatatu leo tutawajulisha namna ya kufanya. Tuko katika hatua ya kutaka kutekeleza, ikiwezekana tutatekeleza, ikishindikana pia hatutatekeleza. Lakini lengo letu ni kwamba wagombea ubunge wazungumze, wanachama wawasikie, wanachama waulize maswali, na wao kwa wao wataulizana maswali. Na kwa nini ufanyike mdahalo usifanyike mkutano kwa ajili ya kuweza kwenda kujinadi kwa wanachama na wanachama waweze, kwa sababu mpaka mwanachama ameweza kuchukua fomu na kurejesha kwamba anadhani kwamba ana sifa za kuwa mbunge. Kwa nini kwamba asiweze kwenda kuulizwa na wanachama siku ya kupiga kula na isiwe mwanzoni kama hivi ambavyo mnafanya? Hamuoni kwamba malalamiko ya wengi kwamba nyie viongozi mnamwandaa mbunge ambaye yupo madarakani kwamba aendelee kuwepo, kwamba mnataka kuweza kufanya mdahalo huo kwa ajili ya kuweza kuwavunja nguvu hawa waonekane si chochote? Hapana, lengo sio kuwavunja nguvu. Lengo ni kwamba sasa hivi mikutano ya wazi hadhara hii imekuwa ikizuiliwa sana. Ule kula ya maoni pia ni mkutano, na ule mkutano una watu zaidi ya 204 kuendelea. Mkutano mkuu na watu zaidi ya 204 kuendelea. Sasa baadhi ya wanachama pia wanatamani kuwasikia wagombea ubunge wao wakieleza sera zao na wakijipambanua namna ambavyo wao wamejiandaa. Ndio tukasema tunatarajia kuandaa mdahalo. Haijawa official, ila tunatarajia kuandaa mdahalo. Leo ilikuwa tuwaite wagombea ubunge wote saa 8 kwenye ofisi yetu ya chama. Tujadiliane hili swala, tutoe taarifa, tuwaite wanachama na watu mbalimbali washiriki, ikiwemo vyombo vya habari, kuwaona wabunge wetu wakichuana pale angalau katika mazungumzo ya kawaida. Baada ya hapo siku 2 au 3 mbele watakuwa na mkutano mkuu kwa ajili ya kura za maoni. Ndio lengo hasa. Shabaha hasa kwa kukutanisha kabla ya siku ya uchaguzi, kwamba imelenga nini? Lakini pili kwamba huu utaratibu ni utaratibu wa nchi nzima ama utaratibu wa jimbo la Iringa mjini tu ambalo lilikuwa na mtiania wa nafasi ya urais? Huu ni utaratibu wa jimbo tu hapa Iringa mjini. Tumefikiri inawezekana ikaleta uhai wa chama vizuri zaidi. Na huu utaratibu Mfalingundi, huu utaratibu upo kikanuni au ni utaratibu ambao mmefanya kwa mapenzi tu? Upo
Utaratibu huu bwana upo kikanuni, lakini pia tumefanya kwa mapenzi tu. Bwana wagombea wetu ubunge wana hamu sana ya kuzungumza, kujuana. Vijembe vimekuwa vingi sana, basi wakutane nje ya kura ya maoni. Wanachama tukiwashuhudia wakichuana pale. Sisi tunaamini tunataka kuimarisha uhai wa chama. Hakuna lengo lingine baya. Sasa uhai wa chama, watu wafahamu wagombea wao. Watakao shiriki ni wajumbe wa mkutano mkuu, wanachama wa kawaida na wananchi wa kawaida na vyombo vya habari pia tulitarajia kuwaalika pia. Sasa unawaambia swala liwe wazi, watu wazungumze, watu wawaone. Unawaambia nini wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao wanaamini hadi kesho kwamba viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini wameshikwa na mwenyekiti wa kanda, wanaendeshwa na mwenyekiti wa kanda, kila anachokitaka yeye kuona kizuri kwamba anataka na nyinyi muweze kufanya, na kwamba hata huu mdahalo kwamba wanadai kwamba ni mapenzi ya mwenyekiti wa kanda kwamba ili aweze kuonyesha kujimwambafai kwamba ana uwezo wa kuweza kumiliki jukwaa? Hamuoni kama mwatendei haki wanachama hao wengine ambao tegemea waweze kwenda kujinadi kwa wanachama na wanachama waweze kupiga kula? Kwa sababu kupitia mdahalo huu wanadai kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba ukaonekana, kwa sababu ni mdahalo ambao utahusisha vyombo vya habari na mdahalo ambao utahusisha wanachama, kwa hivyo ukaonyesha kwamba kuweza kuonyesha udhaifu wa moja kwa moja wa mgombea A ama mgombea B na ukambeba mgombea huyo ambaye ameweza kujieleza. Okay, labda kwa kuwaeleza wanachama ni kwamba sisi kama chama wagombea wanne wote wana uwezo mkubwa sana wa kujieleza na wana uwezo mkubwa wa kisiasa. Umeelewa bwana? Lakini kusema kwamba watu wanasema, maana nahisi kama hii taarifa ndio kwanza nimekuambia wewe sasa hivi, haijatangazwa kwa mtu yoyote. Sasa ukisema watu wanasema, nahisi kama ni wewe ambaye unahisi hivyo kwamba tunamwandalia mtu. Jana imezungumzwa pia kwenye vyombo vya habari. Ni mtu ambaye unatarajiwa, una mambo mapya, unatarajiwa hivyo. Na hao wagombea wetu wako vizuri, tuwatazama mmoja mmoja, wako vizuri na wana uwezo wa kufanya debate, wakajadiliana mambo, wakaulizana mambo, wakaulizwa mambo, wana uwezo. Lakini kusema kwamba tunamwandaa fulani aweze kujimwambafai, hapana, sio madhumuni ya chama. Kwa nini nimesema tunajaribu kujiandaa? Ikiwezekana tutafanya, ikishindikana hatutalifanya. Lakini pia nawasihi na wagombea wetu wa nafasi ya ubunge wa Tiania, unapoitwa katika ofisi ya chama, jaribu kufika, tubadilishane mawazo, tupeane maelekezo. Sio ukiitwa katika ofisi kuzungumza na viongozi wako wa chama, inakuwa kama vile unaitwa kitakawicha. Hapana. Chama hiki ni cha demokrasia na tunahitaji maendeleo. Hakuna hata mmoja ambaye anafikiriwa vibaya au atatendewa baya. Wote watachuana, sanduku la kura katika mkutano mkuu ndio litakaloamua. Lakini wakumbuke huu mkutano mkuu wa kura za maoni ni maoni. Hatua zaidi zinaendelea mbele. Kanda na ngazi ya kamati kuu taifa kuteua mgombea. Sisi kama jimbo hatuteui mgombea. Sisi kama jimbo hatutabadilisha matokeo ya kura ya maoni. Sisi tutatoa taarifa ya kilichotokea katika kura ya maoni mkutano mkuu ngazi ya jimbo. Otherwise hatuna nia yoyote ya kumwandaa mtu wala kumtengenezea mtu mazingira. Chama kama chama kiko fair, tangu nafasi ya madiwani tuko fair, uhuru, kila mtu afanye vile ambavyo chama kinataka na kanuni zinataka na katiba inataka. Ndio hasa leo. Lakini hakuna mtu ambaye yupo kwa ajili ya mtu, hayupo. Bwana Himidi Mfalingundi. Ndio. Mimi niweze kukushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Jukwaa la Siasa asubuhi hii, lakini surprise ambayo tunakufanyia kwamba alikuwa anakusikiliza mmoja kati ya wagombea kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini, Bwana Aidan Saleh Pugiri. Anakusalimia sana. Msalimie katibu wako. Msalimia sana. Asante sana. Nashukuru sana bwana katibu. Umelizika na alichoeleza? Katibu ni mweledi. Katibu wangu namfahamu, ni mtu makini. Nimelizika na anachozungumza. Kuna swali tena? Sina shida naye. Una swali muulize. Sina swali lolote juu ya aliyozungumza. Asante sana. Bwana katibu, kwamba nitegemea kwamba angekuwa na swali, lakini anasema umemtosheleza vya kutosha. Nashukuru sana. Hongera sana, lakini pia kupitia wewe naomba na viongozi wengine ndani ya vyama vingine waweze kujiandaa kitu kama hichi, kwa sababu hatujakuandaa kwamba ulitegemea utapigiwa simu asubuhi. Sikutegemea, lakini ndio siasa, tunatarajia simu wakati wote, ndio msimu wenyewe. Lakini wengine atakwambia bwana haujafanya appointment na mimi, siwezi kuzungumza na wewe. Mimi nipo tayari muda wote kueleza kile ambacho nakifahamu. Basi hili ni hapa ni Matukio Daima, habari wakati wote. Labda maoni yako kuhusiana ya ujumla kuhusiana na Matukio Daima. Tuko vizuri,
tunawakilisha vizuri, kikubwa tu tusiwe na upendeleo kwa chama chochote. Jambo jema sana. Na tunatarajia mtatuuliza mambo mengi sana msimu huu, watu wakione chama chetu kinakwendaje. Tupo wazi sana, tupo huru muda wote, karibuni sana. Asante sana. Matukio Daima tunasema ni yetu sote, habari wakati wote. Asante sana katibu. Asante sana. Huyu ni katibu. Nimemsikia. Lakini kwa sababu mwenyewe umesema kwamba huna swali na umelizika, na sisi nasema kwamba hatuna la zaidi, kwamba tukutane tena katika kipindi kingine. Bwana Aidan, sisi tuweze kushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Matukio Daima ambao ulikuwa ukifuatilia kipindi hiki, kwamba kipindi hewani ni Jukwaa la Siasa, na mimi nilikuwa na mgombea ubunge jimbo la Iringa mjini, kijana nguri, kijana ambaye anachipkia katika ulimwengu wa siasa. Naona nikasema ndio akina Zito wa kesho, ndio akina Kafurila wa kesho, ndio akina Msigwa wa kesho, akina Tundu Lissu, kwamba ni kijana kutoka mkoani Iringa, bwana Aidan Saleh Pugiri, ambaye tumeweza kushirikiana naye. Na mimi mtazamaji naitwa Francis Godwin. Niweze kushukuru sana wewe ambao ulikuwa ukifuatilia kwetu kupitia mitandao ya kijamii, ambao umeweza kushiriki nasi katika kipindi hiki. Lakini kwamba haya yote utakwenda kuyapata pia kupitia channel yetu pendwa ya Matukio Daima, ambapo unaweza ukajiunga na channel hii kwa kuweza kuingia YouTube na ukaandika Matukio Daima, na utapata Matukio Daima 3, Matukio Daima, Matukio Daima TV na Matukio Daima Iringa. Kati ya hiyo moja hapo unaweza subscribe, na baadaye utakuwa umejiunga na chaneli yetu, na zitatokea alama za kengele 3, alama moja juu, chini na katikati. Bonyeza ya juu ili kwamba uweze kupata taarifa ya kipi ambacho kinaingia sasa. Matukio Daima tupo masaa 24 kuhakikisha kwamba tunafanya kazi bila kuchoka. Kwa hivyo na wewe usichoke kuweza kufuatilia vitu vipya kila wakati. Lakini kubwa ushauri wa katibu na ushauri wa wengi kwamba Matukio Daima tupo vizuri, lakini kwamba hatutakuwa na upendeleo katika jambo lolote. Uwe wa CCM, uwe wa Chadema, uwe wa CUF, uwe wa TLP, uwe wa chama gani, wote mtakuja kutumia Matukio Daima kama chombo chenu huru cha habari kisichokuwa na mwegemeo wa aina yoyote. Inawezekana kwamba watu wategemea kwamba labda Jukwaa la Siasa wakawa nakuja labda wa CCM tu au nani tu, lakini kwamba fursa ambayo mnaipata ni sawa kwa wote, na hilo ni jambo jema sana. Asante sana mtazamaji, hadi kufikia hapa basi tumefika mwisho. Nasema asante na endelea kuwa nasi. Mount Royal Villa ni sehemu pekee mjini Iringa kwa wageni wanaohitaji utulivu na kubadilishana mawazo. Mount Royal Villa ni sehemu yenye hali nzuri ya hewa itakayokufanya ufurahie mapumziko yako kwa utulivu. Je, umefika mjini Iringa na unahitaji sehemu nzuri ya mapumziko kabla ya kuendelea na safari zako, na pengine mna masuala ya kibiashara ya kujadili sehemu yenye utulivu? Basi karibu Mount Royal Villa, ambapo pia utapata huduma za Wi-Fi bure, satellite na cable TV. Utapaki gari yako bure, huduma za kufua na kupasi nguo, huduma za mapokezi ni masaa 24, huduma za vyumbani, kuogelea katika swimming pools. Tuna vyumba vya mikutano, workshop, warsha mbalimbali, na tuna vyakula aina nyingi ambavyo ni safi na salama. Tunatoa huduma mbalimbali endapo mteja atahitaji, kama usafiri na utalii. Tunatoa huduma za mapishi kwa shughuli mbalimbali za ndani ya hoteli pamoja na vyakula vya jioni. Tunapatikana barabara Mount Royal Villa State House, nyumba namba 13, kata Gangilonga, mjini Iringa. Au unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia simu namba 0738119555 au kwa email info@mountroyalvilla.com. Tutembelee kupitia website yetu www.mountroyalvilla.com. Mount Royal Villa, jivunie uzoefu wa kifahari.